alhaya, nakwambia yenye unachemsha supu ule usiku wa Idi, unakaa pale kwenye barza mnakunywa supu. Mkunywa supu hamuna udhiya. Maana udhiya ni inayochinjwa baada ya swala. Kwa hivyo imeitwa udhiya kwa sababu ya ule wakati ambao kwamba inachinjwa ndani yake, ambao kwamba ni wakati wa baada salati al-Eid. Inakwenda mpaka siku ya 3 ya tashriq. Kwa hivyo tuna siku ya Idi, siku ya kwanza ya tashriq, siku ya pili ya tashriq, siku ya 3 ya tashriq. Kwa hivyo tuna siku ya Idi na siku 3 baada yake. Siku ya 3 likishazama jua, mwisho wakati wa kuchinja shaisha. Hivyo ipo siku zote. Lakini haimaanishi kwa sababu imeitwa udhiya, na udhiya itokamana na wakati wa dhuha, ni kwa wewe uchinje asubuhi tu baada ya swala, huruhusiwi kuchinja wakati mwingine. La, unaweza kuchinja mchana, unaweza kuchinja jioni, bali hata usiku unaweza kuchinja. Na baadhi ya maulama wanasema haipendekezi kuchinja usiku, ni vizuri kuchinja mchana, lakini haimaanishi kwa ni haramu kuchinja usiku. Kwa hivyo unaweza kuchinja wakati wote kuanzia kusaliwa Idi mpaka kuzama jua siku ya 4 ya Idi, ambayo kwa ni siku ya 3 ya tashriq. Ama mwenye kuchinja, mara nyingi huja ili swali, bana, mimi hapa nilipo naishi peke yangu, kwa mfano niko shambani, hakuna mwanamume karibu. Je, naruhusiwa kuchinja kama mwanamke? Naam, mwanamke aruhusiwa kuchinja. Ni aula zaidi mwanamume kichinja. Lakini kama hakuna mwanamke anaruhusiwa kuchinja, si haramu, sijime fadhila kama hizo. Naam, kichinja kama kile kitaelekezwa katika qibla, na kupigwa bismillah, Allahu akbar, kama kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika wakati wa kuchinja kichinjo kama kile. Taifa, nani anakula nyama yake? Hapa kuna tofautiana mara mbili. Je, mimi najichinjia mimi na familia yangu, ama nachinjia wazee wangu waliotangulia mbele za haki ambao kwamba shafariki? Kwa nikijichinjia mimi na familia yangu, inapendekezwa kuigawa ile nyama mara 3. Ndiyo. Fungu kwa ajili ya familia, fungu kwa ajili ya majirani, maana jana jamaa, fungu kwa ajili ya maskini. Kwa hivyo nitapiga mapande mangapi? 3. Naam. La, ikiwa namchinjia mtu, basi kwa sababu yule mtu mwenyewe hayuko wa kuweza kusema hichi apewe fulani, hichi apewe fulani, inabidi yote itolewe sadaka. Hapo tuwe makini, asije mtu akaila nyama kama ile. Ukimchinjia ni mzee wako ametangulia mbele ya haki, kwa mfano ni jamaa yako yote yule ambaye kwamba hayupo, unaitoa sadaka nyama yote ile. Lakini ikiwa umejichinjia wewe mwenyewe, haimaanishi huwezi kuitoa sadaka yote. Lakini swali hili pia linaulizwa. Mimi siko karibu, kwa watu ambao kwamba wanaishi Europe kwa mfano, anakuambia mimi nataka kuchinja huko nyumbani Kenya, na nataka hiyo nyama yote isitolewe sadaka, kwa mfano pelekwe kwa mayatima au fanya hicho chochote. Je, naweza, ama lazima ile thuluthi ile ya kula mimi na familia yangu ni ile? Usema la, unaweza kuitoa yote sadaka. Lakini kwa yule ambaye kwamba yuko mjini anachinja mwenyewe, ataigawa mafungu mangapi? Mafungu 3. Naam.